GSN Property Solution wamekuletea viwanja vilivyopimwa Kigamboni Mwembe Mtengu. Viwanja vyetu vinaanzia square mita 225 na kuendelea. Viko tambarare, havina mabonde. Umbali kutoka stendi Mwembe Mtengu mpaka viwanjani ni kilomita 2 tu. Pia viwanja vimezungukwa na makazi ya kisasa. Kuna huduma za kijamii kama maji. Baraza Kuu la Uongozi la Chama Taifa kupitia liloketi tarehe 6 na tarehe 5 na tarehe 6 mwezi huu wa 11 mwaka 2021 katika kikao chake cha kawaida liliazimia mambo mbalimbali kama afuatayo, ambao sisi kama jumuiya ya vijana, sekretariat ya jumuiya ya vijana kuungana na vijana wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa maana wenye viti na makatibu, tukaona tuna dhamira na dhumuni la kuyaunga mkono maazimio ambayo yamepitishwa na Baraza Kuu la Uongozi la chama. Maazimio hayo ni kama yafuatayo. 1. Baraza Kuu liazimia na kuzungumzia msimamo wake katika hali ya kisiasa iliyopo kwa sasa nchini. Baraza limekiri kwamba bado hali ya kisiasa ni mbaya na hakuna uwanja sawa kufanyia siasa, kwa maana upinzani Tanzania hakuna uwanja sawa kulinganisha na Chama cha Mapinduzi kinavyofanya shughuli zake. JUVICAF tunaunga mkono azimio hili na tamko hili la chama kwa sababu zifuatazo. Baada ya uchaguzi wa kihuni wa mwaka 2019 wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji uliobarikiwa na dola CCM kupora haki na mamlaka ya wananchi ya kikatiba ya kuchagua viongozi wa watakao, na baada ya uchaguzi mkuu wa 2020 uliobarikiwa na CCM na dola kupoka demokrasia na haki ya wananchi na kulazimisha ushindi wa CCM kupita kwa matokeo feki, kwa maana madiwani, wabunge na ngazi ya urais, kuendelea kuminywa kwa demokrasia waziwazi, uhuru wa kujieleza, haki ya vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara kinyume kabisa na katiba ibara ya 3 ibara ya 18 na sheria namba 5 wa mwaka 92 toleo la 2018 ya vyama vya siasa inayotaka vyama vya siasa kufanya mikutano yake ya kueneza sera na itikadi, lakini kwa makusudi kabisa dola na CCM wamezuia kwa jeuri bila kuheshimu katiba na sheria. Ndivyo machinga. Sisi vijana JUVICAF tunao sababu ya kuunga mkono azimio hili, kwani hatua ya serikali ya CCM kupitia wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wameteza utu wa vijana wa Kitanzania kwa kuadhalisha vijana, kuwatia umaskini na madeni yasiyotarajiwa baada ya migambo ya jiji kupora na kuvunja maeneo yao ya biashara, tena usiku wa manane. Huu ni ukatili wa kiwango kikubwa kwa serikali inayojinasibisha ni serikali ya wanyonge, ambao serikali hiyo chini ya CCM iliwaamuru vijana kwenye awamu ya 5 kufanya biashara kiholela wakiwa wanafahamu athari zake, na baadaye wakati huo tunakumbuka tamko hilo wakati natolewa na Rais Magufuli, rais wa sasa hivi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Samia Suluhu Hassan ndiye alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na kufanya hivyo, serikali ya awamu ya 5 ambayo Rais Samia alikuwa makamu wake walikubali na waliridhia kwamba vijana wa machinga nchi nzima watafanya biashara zao kwa amani, kwa utulivu, lakini kwa sharti la kulipa kodi ya shilingi 20,000 ambayo hatujui imetungwa kwa sheria ipi ya kodi. Ndugu wanahabari, leo tunashuhudia vijana wengi akina mama wanadhalilika mtaani, hawana sehemu ya kufanyia biashara zao, wamekopa kwenye mabenki, mitaji yao imevurugwa na migambo, wameharibu biashara zao, wamepelekwa katika maeneo ambayo sio rafiki kwa biashara na hayana mzunguko kabisa wa kibiashara, wala miundombinu haipo sawasawa kufanyia biashara. Sasa tunajiuliza kama vijana hawa ambao ni zaidi ya 64% waende wapi? Ndugu zangu wanahabari, mnafahamu kwa takwimu za MBS na takwimu mbalimbali ambazo tafiti zimefanyika za kukusanya takwimu ya population, vijana katika nchi yetu ya Tanzania ni 64% ya population yote ya vijana wa Tanzania. Na mnafahamu wahitimu wengi wa vyuo vikuu 99% wanaomaliza vyuo na vyuo vikuu kuingia katika soko la ajira ni vijana, wengi wao wameajiri, ndio hao wamejiajiri kwenye biashara ya machinga. Ndugu zangu wanahabari, mnafahamu pamoja na serikali kutokuajiri vijana kwa miaka 6 mfululizo, na mnafahamu kwamba kwa mwaka mmoja vijana ambao wana graduate vyuo na vyuo vikuu batch ya mwaka mmoja si chini ya 60,000.
na ajira tunaziona zinazotoka ni 2000 tena za kubagua. Nafahamu serikali hii ambayo inajua ili kuondoa tatizo la ajira ni kutenga bajeti ya kutosha kwenye sekta ya kilimo ambayo kinaajiri 80% ya Watanzania. Nafahamu kwamba kwa miaka 6 mfululizo sekta hii ya kilimo imetengewa chini ya bajeti ya 10%, kinyume kabisa na makubaliano ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya SADC ambayo wamekubaliana alau nchi wanachama wa jumuiya hiyo kwenye bajeti yao yote watenge si chini ya 10%. Ndugu zangu wanahabari, mfano katika bajeti ya 2021-2022 ambayo serikali imetenga trilioni 36.26 pamoja na ongezeko la 4% kutoka bajeti ya trilioni 34.88 ya bajeti ya 2021 ya mwaka jana, bado kilimo kimetengewa shilingi bilioni 994.16 na zaidi ya 28% ya bajeti yote ya kilimo inaenda kwenye matumizi ya kawaida. Ndugu zangu wanahabari, huu tunaona ni uhuni na tunakemea sana, kwa sababu tunaona serikali ya CCM haina dhamira ya dhati kuondoa tatizo la ajira kwa vijana. Je, ni kweli serikali hii ya CCM ina dira ya taifa ya kutuvusha kwenye dimbwi hili la umaskini? Tunauliza vijana, serikali hii ya CCM ambayo inaongozwa kwa matamko itavusha lini 64% ya vijana ambao wanategemea kujiajiri? Wametoka vijijini kwa sababu sekta ya kilimo haina faida tena, wamekuja mjini kujiajiri kwenye soko la machinga. Vijana wa vyuo vikuu tunafahamu wanatoka vyuo vikuu hawana ajira, wamekuja kujiajiri lakini hakuna fursa yoyote zaidi ya manyanyaso. Ndugu zangu wanahabari, mtakumbuka kwa muda mrefu sasa vijana kupitia hazaki mbalimbali, mashirika, jumuiya za vijana kutoka kada tofauti nchini wamepiga sana kelele kwa kipindi kirefu sana kuanzishwa kwa baraza la vijana la taifa, yani National Youth Council, baraza ambalo litajumuisha vijana wote wasiokuwa wa vyama kwa madhumuni ya kuunganisha na kuwa kiungo kati ya vijana na serikali. Cha kushangaza kabisa, mwaka 2015 bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha sheria ya kuanzishwa kwa baraza la vijana la taifa. Sheria ile ilipitishwa pamoja na sheria ya mtandao, yani Cyber Crime Act ya mwaka 2015, na Rais Kikwete alisaini kwa pamoja sheria ya kuanzishwa kwa baraza la vijana alafu na sheria ya mtandao. Na mimi ninaoongea hapa nilishiriki nikiwa kwenye kamati zile za bunge kupitia hazaki. Ndugu zangu wanahabari, sera ya taifa ya maendeleo ya vijana mwaka 2007 na mkataba wa Jumuiya ya Afrika wa mwaka 2007, yani African Youth Charter, ibara ya 11 imetamka nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kuhakikisha ushiriki wa vijana katika vyombo vya maamuzi, ikiwa ni mabunge, na kuwa na vyombo vyao vya maamuzi ambavyo vyombo hivyo vitakuwa na malengo ya kuhamasisha ushiriki wa vijana katika nafasi mbalimbali za kuchochea maendeleo, hasa maendeleo ya kwao wenyewe. Ndugu wanahabari, UVCAF tunajiuliza maswali mengi. Kwa nini sheria ya kuanzishwa kwa baraza la vijana imechukua mwaka wa 8 sasa haijaanza kuwekwa katika utekelezaji, wakati sheria nyingi ambazo zimepitishwa hivi karibuni zimeingia kwenye utekelezaji? Tunajiuliza maswali kwamba serikali hii ya dola CCM kwa miaka 60 inabariki sana sheria kandamizi, ndio zinafanywa uharaka wa kuanza kutumika, lakini sheria ambazo zina manufaa kwa vijana, ambazo ndio zinakuwa tegemeo kwa vijana, zinachelewa kupitishwa na kufanywa kazi. Ndugu wanahabari, mbali na hilo, UVCAF ilipokea malalamiko wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu wakilalamikia bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa kasoro mbalimbali katika utoaji wa mikopo. UVCAF pamoja na kutambua jitihada ya serikali kuongeza bajeti ya mikopo ya elimu ya juu kutoka bilioni 464 mwaka 2020 hadi bilioni 570 mwaka 2021, lakini hatujaona dhamira ya dhati ya serikali kusaidia mtoto wa maskini ikifikiwa. Hii ni kutokana na serikali kupitia bodi ya mikopo kutumia njia za ujanja kukwepa majukumu ya kumsaidia mtoto wa maskini wa Kitanzania kama ilivyoeleza sera ya elimu ya mwaka 2014, na mimi nainukuu: serikali itagharamia na kuondoa vikwazo vitakavyozuia mwanafunzi kumaliza mzunguko wa elimu ya juu, mwisho wa kunukuu. Pamoja na sera kusema hivyo, serikali hiyo kupitia bodi ya mikopo imeendelea kuongeza vikwazo kila mwaka kwa mnufaika wa elimu ya juu. Hii tunaona ni dhihaka kama vijana, kuona vijana wetu sasa hivi wa mwaka wa kwanza wamefika wana mwezi mzima, lakini hawajui wanafanya nini. Hali ni ngumu vioni.
Mfano, mwaka huu wa udahili wanafunzi wa mwaka wa kwanza ni 62,000 ambao wako vioni sasa hivi, na ambao walikuwepo mwaka wa pili na mwaka wa tatu ni 98,000 kwa ujumla wanafunzi 160,000. Bodi ya mikopo imepunguza kiwango cha fedha ya mnufaika wa wanafunzi, na wengi wamekosa mikopo hii pamoja na fedha za stationery, mafunzo kwa vitendo, tafiti, na mzigo wote huu umeelekezwa kwenye ada na mzazi anaubeba. GSN Property Solution wamekuletea viwanja vilivyopimwa Kigamboni Mwembe Mtengu. Viwanja vyetu vinaanzia square mita 225 na kuendelea. Viko tambarare, havina mabonde. Umbali kutoka stendi Mwembe Mtengu mpaka viwanjani ni kilomita 2 tu. Pia viwanja vimezungukwa na makazi ya kisasa. Kuna huduma za kijamii kama maji, umeme na hospitali karibu kabisa na mradi. Kumbuka, kila square mita moja ni shilingi 12,000 tu. Utaratibu wa malipo ni kuanza na 1,500,000, halafu kila mwezi utalipia 300,000 kwa muda wa miezi 4, na hapo utakuwa umekamilisha bei ya kiwanja, yani 2,207,000. Miliki kiwanja chako leo, tupigie simu namba 0752-744-781 au 0620-600-146. Kwenye Facebook na Instagram tunapatikana kwa jina la GSN Property Solutions. Ujanja ni kumiliki kiwanja. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.